Katika mfumo huu tunaendelea kujifunza na kukua katika mwelekeo huo. Nakumbuka Mwalimu Nyerere katika hotuba yake ya Juni 1991 akiwa jijini Rio de Janeiro kule Brazil alisema, na hapa na nukuu, kwamba demokrasia sio chupa ya Coca-Cola ambao unaweza kuiagiza. Demokrasia inapaswa kuendelezwa kulingana na nchi yenyewe. Hii ndiyo imani yetu. Mwisho wa kunukuu. Kwa maneno mengine, demokrasia haina budi kujengwa kwa kuzingatia mazingira ya nchi na muhimu zaidi, mila na tamaduni za nchi husika. Sasa nasi kama nchi tuachwe tujenge demokrasia yetu kwa misingi yetu, mila na desturi zetu. Ndugu zangu, mliponikabidhi dhamana ya kuongoza nchi hii, nilibaini kuwepo kwa changamoto katika mfumo wa demokrasia na siasa za vyama vingi hapa nchini. Kulikuwa na malalamiko mengi kutoka kwa wadau wa siasa na wadau wengine kuhusu kunyimwa kwa uhuru wa kisiasa, uhuru wa kujieleza na changamoto katika mifumo ya uchaguzi. Kupitia falsafa ya R4, yani maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya, R4 kwa Kiingereza, nilichukua hatua kadhaa ikiwemo kuundwa kwa kikosi kazi cha kushughulikia masuala ya kidemokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini, kufanya majadiliano na wadau wa siasa yaliyosababisha kufanyika kwa marekebisho ya sheria kadhaa zinazohusu chaguzi zetu, lakini pia zinazohusu vyama vyetu vya siasa na msajili wa vyama hivyo. Hatua nyingine zilizochukuliwa ni pamoja na kuruhusu na kupanua wigo wa kufanya shughuli za siasa na kukuza uhuru wa vyombo vya habari. Pamoja na hayo, bado kuna mambo kadhaa ya kufanyiwa kazi katika mawanda ya siasa, ikiwemo suala la mabadiliko ya katiba. Kama mnavyofahamu na kama nilivyoahidi, tumepanga kukamilisha mchakato huu katika kipindi hiki cha pili cha awamu ya 6, na ni suala la kipaumbele kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa upande mwingine, tume imebaini kuwepo kwa malalamiko yanayohusu uwajibikaji wa baadhi ya viongozi na watumishi wa umma katika kushughulikia changamoto na kuwahudumia wananchi. Aidha, zipo tuhuma zinazohusu maadili ya viongozi, kiwemo rushwa, ubadhirifu na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Suala la ajira kwa vijana, kutokuwa na mazingira rafiki ya biashara na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi nayo yameibuliwa. Ripoti pia imegusia kazi ya udhibiti wa vurugu na urudishaji wa hali ya usalama nchini iliyofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama. Vile vile zimebainishwa changamoto zilizojitokeza na kupendekezwa hatua za kuchukuliwa ili kuongeza ubora wa kazi za ulinzi wa nchi na usalama wa raia wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kwa hakika katika safari yoyote ya maendeleo, changamoto haziepukiki na hatuna budi kuzikabili kwa nguvu ya pamoja. Kimsingi, dhana halisi ya maendeleo ni kuzikabili na kuzitatua changamoto ili tuweze kusonga mbele. Hili ni jukumu letu sote, upande wa serikali, sekta binafsi na wananchi wote kwa ujumla wetu. Si jambo la busara hata kidogo kuzigeuza changamoto hizi kuwa ni sababu ya kufanya vurugu na uharibifu na uhalifu. Changamoto kama hizi na zaidi ya hizi zipo kwenye nchi nyingi duniani, hata nchi zilizoendelea. Lakini vile vile changamoto za aina hizi ziko katika nchi zinazotuzunguka, lakini wananchi wao hawajazitumia kama sababu ya kuharibu miundombinu na kudunisha chumi zao au kuzifanya chumi zao kuwa duni. Ni ukweli pia kwamba yaliyotokea Oktoba 2025 hayakuondosha wala kupunguza changamoto zetu. Vurugu zimefanyika, vurugu zile na ghasia zile hazikuondosha changamoto zetu, bali zimeongeza changamoto.
Na kama nilivyoeleza hapo awali, kama ghasia zile zisingedhibitiwa, nchi ingepata athari kubwa zaidi na ingetuchukua miaka mingi kuinuka tena.